Hebu vuta picha, nataka ufikirie laptop yako ipo na operating system, simu yako hiyo ambayo unaitumia ya mkononi ipo na operating system, hata microwave, lakini vile vile gari ama TV vinaweza kuwa na operating system. Sasa swali linakuja, je, zote zinafanya kazi kwa njia ile ile? Operating system zote ambazo zinapatikana katika hivyo vifaa tofauti nilivyokutajia na vinginevyo zinafanya kazi katika njia ile ile? Na je, operating system ya simu ni sawa na operating system ya laptop? Jibu la swali hili hapana. Kuna aina tofauti za operating system na kila moja imeundwa kwa kazi maalum. Sasa leo tutakwenda kuangalia tofauti ambazo zipo kwa njia rahisi kabisa na kuelewa hizo operating system ambazo zipo kutokana na vifaa fulani na jinsi ambavyo zinatofautiana. Kwenye video iliyopita tuliweza kujifunza operating system, tukaona inakuwa ipo kati na kati baina ya applications na hardware, na kazi zake kuu tukasema ina act kama ni mtu wa kati, mpatanishi baina hivyo vitu, yani ina act as a intermediary, lakini vile vile ni resources manager operating system. Tukaongelea resources manager kwa nini na kwa vipi katika video iliyopita. Lakini pia hatukuishia hapo, tukasema role nyingine operating system ni control program. Tukaelezea pia kuhusiana na role hii. Lakini pia tukamalizia na role ya 4 ambayo ni environment provider. Tunasema environment provider, ambapo pia nayo tulijifunza na kuelezana kiundani katika video iliyopita. Kama bado haujatazama, rudi katika video iliyopita ili basi uweze kuona kile ambacho tuliweza kujifunza na tukaangalia hizo kazi kuu za operating system. Kwa kifupi tu, operating system ndio manager wa system nzima. Sasa leo tunaenda kuona aina za managers hao. So leo tutajifunza aina kuu 3 za operating system, ambapo kuna desktop operating system, kuna mobile operating system na kuna embedded operating system. Na lengo ni wewe uweze kutofautisha kila aina na matumizi yake halisi. So tukianza na desktop operating system. Hizi ni nini? Hizi ni operating system zinazotumika kwenye laptop, lakini vile vile katika desktop computers. Na lengo lake kubwa ni kutoa urahisi wa kutumia, lakini vile vile kutoa flexibility. Sasa miongoni mwa sifa za operating system hizi za desktop, kwanza zinakuwa ni user friendly. Zinakuwa na GUI nzuri, graphic user interface ambayo inavutia, rahisi kuitumia. Lakini pia imekuwa ina support application nyingi. Haishii hapo, ina multitasking, yani app nyingi zina uwezo wa kurun kwa pamoja. Mfano wa operating system ya aina hii ya desktop operating system, tunaongelea hizo Windows, macOS, Linux na nyinginezo ambazo zinatumika katika laptop, zinatumika katika desktop computers. So chukulia mfano ambao utakufanya uweze kuelewa vizuri zaidi kuhusiana na aina hii operating system, ambayo inakuwezesha wewe una uwezo wa kufungua browser, lakini muda huo huo ukawa una uwezo wa kuedit video, ukawa na uwezo wa kusikiliza music. Vyote hivyo vikawa vinafanyika kwa wakati mmoja. Hiyo tunasema multitasking. Kwa desktop operating system inatoa hiyo multitasking, uwezo wa kufanya zaidi ya kitu kimoja kwa wakati mmoja. So desktop operating system imeundwa kwa general purpose use. Na maanisha nini? Imeundwa kwa matumizi ya kufanya mambo mbalimbali. Kila kitu kidogo kidogo una uwezo wa kufanya kupitia operating system hizi ambazo zinapatikana katika computer, laptop, desktop computers na nyinginezo. Sasa ukiachilia hii desktop operating system, tumesema kuna na mobile operating system. Hizi ni zipi? Hizi ni operating system zinazotumika kwenye smartphones na kwenye tablets. Lengo lake ni kutoa experience nzuri kwenye vifaa hivi vidogo, lakini vile vile na kufanya kazi nzima ya power saving. Miongoni mwa sifa za operating system hii ya mobile operating system, kwanza kabisa ni touch based interface. Tunafahamu inatupa sisi interface ambayo tuna uwezo wa kutouch kwa kupitia katika screen, lakini pia ni optimized kwa battery na apps zinakuwa controlled. Kunakuwa na security kubwa sana katika operating system hizi za vifaa hivi, lakini pia
resources limited ikilinganishwa na zile za desktop. Desktop kule kidogo resources tuna uwezo manake wa kufanya ile multitasking kwa kiwango kikubwa, tofauti na operating system hizi ambazo zinapatikana katika vifaa hivi kama simu na hizo tablet. Kwa hiyo resources limited miongoni mwa sifa operating system hii. So mfano tunaongelea operating system kama Android, ambao pengine hapo wewe unatazama video hii ukiwa unaangalia kupitia simu yako ambayo imebeba operating system ya Android. Ama kama wewe unatumia iPhone, manake wewe unatumia operating system ya iOS. Hiyo ni mifano baadhi ya operating system ambazo zinapatikana katika kundi hili la mobile operating system. Zipo na nyingine, kama utajaribu kusearch utaziona huko, lakini hizi ndio ambazo ni kubwa na maarufu, Android na iOS. Na operating system hii imekuwa ikitumika mfano pale unapochat kupitia WhatsApp, inafanya kazi yake operating system hii. Unapopiga picha inafanya kazi pia, ina operate operating system yako hadi kuweza kukuwezesha wewe kupiga picha kwenye hicho kifaa chako kama ni simu ama tablet. Lakini pia unapotumia GPS, operating system inahakikisha battery inadumu na applications zako hazitumii resources kupita kiasi. Imekuwa ikifanya kazi hiyo operating system katika hivi vifaa ambavyo tumekuwa tukivitumia kila siku. Simu tupo nayo muda wote tunatumia, pengine ulikuwa haujui kama hiyo simu yako ukiachilia hizo application ambazo upo nazo unazozidownload Play Store, lakini pia imebeba hiyo operating system ambayo inawezesha hiyo application yako unayodownload Play Store iweze kuwasiliana na kufanya kazi na hiyo hardware hicho kifaa ambacho umekamata hapo, memory iliyomo humo, hiyo processor iliyomo humo na vitu vingine ambavyo vimo humo viweze kufanya kazi na hiyo application ambayo unaitumia. Operating system ipo hapo kati kuwezesha hilo. So mobile operating system imeundwa kwa dhumuni ama kwa ajili ya issue nzima efficiency, lakini vile vile portability, lakini pia battery optimization. Ukiachilia operating system hiyo ya mobile, tupo na aina ya tatu ambayo ni embedded operating system. Hizi ni zipi? Hizi ni operating system zinazopatikana mfano ndani ya microwave, hiyo ambayo upo nayo nyumbani kwako, ndiyo ina operating system pia. Washing machine hiyo ambayo unaitumia pengine nyumbani kwako, ama hiyo ambayo umeshawahi kuiona, ina operating system pia ambayo inaingia katika ile kundi la embedded operating system. Katika magari kuna operating system, katika baadhi ya vifaa mule pia zinaingia katika upande huu wa embedded operating system. Lakini pia kuna smart TV imekusanya operating system, kuna routers pia ipo na embedded operating system, na vifaa vingine ambavyo unakuwa interact navyo kila siku katika shughuli zako ambavyo pia vimekuwa vikibeba operating system, pengine wewe bila ya kujua kama kifaa hicho kumbe nacho kina operating system ambayo ni aina hii ya embedded operating system. So lengo lake ni kufanya kazi maalum, specific task, hiyo operating system ya embedded OS. Baadhi ya sifa za aina hii operating system, kwanza zinakuwa ni small sana, tunasema lightweight, lakini pia zinakuwa faster, lakini pia reliable, na mara nyingi huwa hakuna GUI katika hizi operating system ambazo ni embedded kwenye hivi vifaa. Hakuna GUI. Wewe unapotumia microwave hakuna pale GUI, just una click ni una set timer ngapi ya unatumia kwenye hizo magari na sehemu nyingine kwenye router, lakini mara nyingi huwa hakuna hiyo graphic user interface. Unaweza kukuta katika baadhi ya mashine lakini sio sana. Lakini pia huwa inafanya kazi moja au chache tu, tofauti na hizo operating system aina nyingine kama mobile operating system na hizo desktop ama computer operating system. Sasa fikiria kwa mfano tuchukulie microwave. Unabonyeza start, unakuta tayari inaanza kuheat kile chakula ambacho umekiweka mule. Hakuna multitasking kubwa kama ilivyo katika desktop. Umeona, desktop unafungua application mbalimbali, unaweza kufanya shughuli tofauti tofauti muda mmoja, lakini katika mfano microwave just wewe unapasha tu kile chakula chako, unabonyeza start na kinapata moto hadi kufikia ule muda ambao umeuweka. Unakuta hakuna uwezo wa kufanya multitasking. Zipo embedded operating system ama vifaa vingine ambavyo vinafanya hiyo multitasking, lakini vichache mno. Unakuta sana multitasking tunakuta katika ile desktop operating system zile, lakini pia tunakuta katika mobile operating system. So embedded operating system imetengenezwa kwa single purpose, kwa lengo ama kwa mazumuni ya kufanya task moja tu kwa wakati mmoja, specific task.
So hiyo ndio embedded operating system. Lakini tukiangalia sasa comparison baina ya hizo operating system aina tatu, desktop, mobile na embedded OS, tukianza kwa upande wa device, tunaona desktop operating system, device ambazo zinabeba OS hii ni kama hizo laptop na PC. Lakini kwa upande wa mobile tumeona kuna phone, kuna tablet. Hizo smartphone ambazo tumekuwa tukitumia daily kila siku zina operating system ambayo ipo katika kundi hili la mobile operating system. Aidha wewe ni mtumiaji wa Android ama wewe ni mtumiaji wa iOS. Lakini pia kuna embedded operating system ambazo hapa tunaongelea vifaa kama TV, vifaa ambavyo vinapatikana katika magari na vinginevyo ambavyo pia vimekuwa na hiyo operating system. Lakini kwa upande wa purpose tunaona desktop operating system hii ni general use, lakini mobile operating system tunasema ni portable use. Simu zetu hizi tofauti na computer hizi laptop. Unapotumia simu tofauti na laptop kidogo ina uwezo mpana zaidi. Lakini pia specific task kwa upande wa embedded operating system inatofautiana na hizi nyingine. Embedded, kifaa kile kipo kwa ajili ya kufanya kitu kimoja tu, ni hicho task fulani tu, haifanyi sana multitasking. Asilimia kubwa haina multitasking. Lakini kwa upande wa power, desktop operating system ipo high sana, ina nguvu sana operating system katika vifaa hivyo, lakini mobile operating system kati na kati, na embedded kwa upande wa power ipo low kidogo. Kwa upande wa flexibility pia desktop operating system very high, lakini mobile operating system ni medium na yuku embedded operating system zipo low. So kwa kufanya comparison ya hizi sehemu tatu za operating system ama aina tatu kuu, tumeweza kuona hapo tofauti the way ambavyo zinavyotofautiana. Sasa operating system zote zinafanya kazi ile ile, unatakiwa uelewe hilo. Kazi gani hiyo? Kumanage resources. Lakini zinabadilika kulingana na mazingira, environment. Ukiangalia vifaa ambavyo operating system hizo zinaekwa ni tofauti vifaa. So kuna some mistake ambazo watu wengi wamekuwa wakifahamu vibaya, ama tunasema wamekuwa wakielewa sivyo. Kwanza watu wamekuwa wakifikiria operating system zote zinafanana, wakati kitu hicho sio kweli. Operating system zimekuwa designed kwa matumizi tofauti. Operating system ambayo inatumika katika computer, mfano laptop, ni tofauti na ile ambayo itakuwa imewekwa katika kifaa fulani, mfano katika gari ama katika ile microwave, ile embedded operating system. Ni tofauti. Kwa zimekuwa designed kwa matumizi tofauti. Lakini pia watu wamekuwa wakifikiria embedded operating system kwamba haina operating system, lakini ukweli ina operating system ndogo sana. Na jambo jingine ambalo watu wamekuwa wakifikiria vibaya ni kwamba mobile operating system ni version ya desktop, lakini ukweli mobile operating system ni design tofauti kabisa. Pia unatakiwa uweze kufahamu mambo hayo. Na kama umetazama video hii hadi hapa, nategemea hautokuwa sawa na wale ambao walikuwa wanajenga picha hizo ambazo sio sahihi akilini mwao. Na nataka nikupatie kazi ndogo tu, exercise fupi. Kama umefika hadi kuangalia video hii katika muda huu, niambie tofauti kati ya desktop operating system na mobile operating system ambao tumezungumzia hapa katika video hii. Niambie katika sehemu ya comment. Lakini pia embedded operating system inatumika wapi? Nitajie sehemu tatu, na itapendeza kama utanitajia sehemu ambazo sikuweza kutaja mimi katika video hii. Pia nitajia hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia swali jingine ambalo ningependa uweze kunambia ni operating system gani ina multitasking zaidi? Ipi ambayo multitasking yake ipo katika kiwango kikubwa zaidi? Share na mimi pia katika sehemu ya comment hapo. Nitafurahi sana nikiweza kuona comment zenu na kufahamu kwamba tunajifunza pamoja, lakini vile vile tunaendelea hatua kwa hatua katika kushare maarifa pamoja hapa, mimi na wewe kuweza kuchangia. Lakini challenge nyingine ambayo ningeweza kukupatia, jaribu kufikiria hivi, kwa nini operating system ya microwave haihitaji kuwa na features nyingi kama ilivyo Windows? Kaa kitako na tafakari, kwa nini iwe hivyo? Kama una uwezo wa kufanya hivyo, elezea hapo sehemu ya comment, niambie sababu kwa nini iwe hivyo. Kwa nini siwe sawa tu na operating system kama ya Windows ambayo inapatikana katika laptop ama desktop computers? Na baada ya hayo yote, nategemea umeelewa aina kuu za operating system, tofauti zao, zinatumika wapi na kwa nini. Nategemea umeweza kufahamu hivyo vitu kupitia video hii.
Lakini bado kuna swali moja la kuvutia sana. Hivi hizi operating system zilianzia wapi na zimebadilikaje hadi kufikia tulipo leo? Na swali hili ndilo tutakalolichunguza na kulitazamia kwenye video inayofuata. So hakikisha haukosi mwendelezo, haukosi kutazama video ambayo itafuata. Mimi na wewe tukutane huko. Hakikisha una like video hii, una maoni, una swali lolote, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Asante sana, usikose video ijayo.